uso, kwamba usiinuke mpaka zamu yako, mpaka wahudumu wakufate. Kwa hiyo kaa ujitayarishe kuitwa na kurudishwa siku hii, karhan wa kurhan. Ikifika twenzetu, hamna mjadala, sawa. Ya ayyuhalladhina amanu, kasema maneno mengi bana, sitaki. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Mona wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Toeni tulivyowapa kabla hajamfika mmoja wenu mauti. Kumbe kifo ndio kinafanya kinakujia wewe ukienda hivi, na wenyewe wanakwambia mauti na sisi ni kama mtu na kibaka. Yani wewe uko mbele, kibaka anakuvizia, anakulia timing wapi atakupiga ngeta. Unajua ngeta kabali, atakurukia wapi, kwamba labda hapa si wewe mwenyewe una wasiwasi, umekaa unafundisha kama kumbe mauti yangu yako hapo nyuma yangu. Sasa mimi nasomesha, wewe uliokaa unanisikiliza, mauti yako yako nyuma hapo. Ingekuwa ni kitu cha kushika hivi na kamata mwenyewe, una hata wasiwasi, sawa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karibin fa asaddaq. Mungu nirudishe muda mfupi nikatoe sadaka, wa akum minas salihin. Mungu anasema hivi, wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mungu haicheleweshi nafsi yoyote ukifika wakati wake. Upewi hata dakika 5, upewi nyingi sana, dakika 5, sekunde upewi. Masala yale ya mpirani ya kusimama mtu na lile extra bao la time lile, alafu ndio zimepigwa 10. Sasa dakika 10, yule alofungwa dakika 10 anaona ndogo, alioshinda dakika 10 nyingi, kaonewa. Huko hamna hata sekunde. Wama amruna illa kalamhin bil basar. Mungu anasema wama amruna illa kalamhin bil basar, jambo letu la kifo ni kama kupepesa jicho, ushakufa. Umeelewa kena? Yani ile au tumeelewa na vizuri. Malaika yule ndo kazi yake, hataki kuchezea, sawa. Kul, waambie yatawaffakum malakul mauti, atawaua mfalme malaika wa kifo, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu. Kazi yake yeye ni hiyo tu, kutoa roho. Thumma ila rabbikum turjaun, kisha mtarudishwa kwa Mola wenu. Sehemu nyingine Mungu anasema fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastaqdiruna, ukifika muda wao hawaongezewi wala wapunguziwi. Mungu akisema dakika zako 60, hamna 60 na sekunde, haiji. Kisha baada ya kusema mambo hayo, anazungumza huko sasa watu waliokanusha kifo wakaishi ovyo ovyo, au hawajakikanusha kifo lakini waliishi wanavyotaka wao. Mafungu mawili, sawa. Kuna ummatu da'wa wa ummatu ijaba. Ummatu da'wa
wa ummatul ijaba. Katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mafungu mawili, kuna ummatul da'wa na ummatul ijaba. Ummatul da'wa mpaka hawa Wakristo wanaingia, kwa sababu tunatakiwa tuwape da'wa, tuwalinganie. Ummatul ijaba ndio sisi. Sasa sisi kuna kundi pia ndani, kuna watu wamekubali kwamba kipo kifo lakini hawaswali. Kipo kifo hawafungi. Hivi Ramadhani ipo, wao wako huko na mambo yao, wanakula, wanakubali kifo kipo, lakini wanaishi watakavyo wao, hawaangalii mipaka ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanakula rushwa, wanakula riba, wanacheza kamari, wanabeti. Mtihani mkubwa huo sasa hivi, kubeti. Watu wamebeti mpaka wanabeti shehe atakavaa koti rangi gani. Amnisikii? Sasa hivi mtihani mkubwa, kila nyumba ina kibanda cha kubeti, kila nguo ina kibanda, ina andiko la kubeti, kila ujumbe unaokuja kwenye simu, wa kwanza, wa pili, wa tatu, kubeti. Kamari, pombe, maramli yao, yani ni vitu vya kawaida tu. Lakini ukimwambia wewe dini gani, anakwambia mimi Muislamu, lakini kwa kula riba hana mfano. Mimi dini gani? Mimi Muislamu. Acha, ana mikeka hapo, kakaa anasikiza darasa, mfukoni ana mkeka, watatunzuka. Jisachi, unachanikia wapi mkeka? Anafuturu lakini ana mkeka wake kiunoni. Tusemeni wote inna lillahi. Amegeuza yale maasi yote, ameyapa jina zuri, anaita starehe, lakini Muislamu. Analewa, anazini. Mungu anakusanya wote siku ya Kiyama, anasema hivi: walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim, lau utakavyowaona almujrimuna, waovu, upande wa da'wa na ijaba, nakisu ruhusihim, walivyoviinamisha vichwa vyao kwa fedheha, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, wanasemaje? Rabbana, Bwana wetu mlezi, absarna, tushaona, wasami'na, na tushasikia, tunakuomba farji'na, turudishe duniani, na'mal salihan, tukafanye mema, inna muqinuna, hakika sasa sisi tuna yakini. Wanalisema hilo neno siku hiyo, too late. Darasa yetu ya jana ile, tumekupeni masikio, tukakupeni na macho, tukakupeni na akili. Leo wanarudi hapo, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim, pindi utakapoona ini lau, ukiwaona waovu siku hiyo, nakisu ruhusihim, wameinamisha vichwa vyao kwa fedheha, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, wanapaza sauti kwa kusema rabbana absarna, Mola wetu tushaona wenyewe leo kwa macho yetu, wasami'na, na tushasikia waziwazi hapa, farji'na, tunakuomba turudishe, na'mal salihan, tukafanye mema, inna muqinuna, hakika sisi ni wenye yakini. Sasa Mungu anasema kitu hicho hakuna, kitu hicho hakuna. Kuna sura nyingine anajibu, tukisoma mbele tutaona Mungu anasema awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir, awalam
nu'ammirukum, kwani hatujakupeni umri? Hatujakupeni maisha ambayo yatadhakaru fihi man tadhakkar, yanamwezesha kukumbuka mwenye kutaka kukumbuka. Tulikupeni maisha, miaka 60 umeishi duniani, na isitoshe wajaakumun nadhir, akakujieni muonyaji, mtume baada mtume, wakaja mashehe baada ya mashehe, akaja walidi juu ya kiti pale, unakwambia mimi kurudishe, kaa hapo, vua mkanda, subiri. Jamani, wakati ndo Allah. Mungu anasema awala nu'ammirukum, kwani hatujakupeni umri gani? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ambao unamwezesha kukumbuka mwenye kutaka kukumbuka. Na isitoshe sio muda tu, wajaakumun nadhir, na mitume ikawajia na mashekhe yakawajia, wakakuelezeni, wakasoma aya na hadithi, mkaanza kuzitafutia uswahihi na udhaifu. Hadithi hiyo dhaifu kapokea nani? Katika ukumvi wa dhaifu na sahihi, kwenye hadithi inayoelezea fadhail hauingii. Hadithi inayoelezea fadhail, ugomvi wa udhaifu, unasomewa hadithi na kwambia ukifanya hivi unapata hivi, wewe fanya. Ukifanya hivi unapata hivi, maadamu ni hadithi, fanya kwa kuogopa siku hii. Kwa hiyo unakiambia hiyo lete dhaifu, hiyo dhaifu mtu, wewe dhaifu nini wewe? Kuna kimbembe huko mbele kinakuja, lugha hiyo mnaijua jamani, siku hiyo ipo, atutishani kwa sababu tunanukuu mwenye Mungu, sawa? Ndio maneno yake. Twende. Walau shi'na, Mwenyezi Mungu anasema lau tungetaka, la ataina kulla nafsin huda, tungempa kila nafsi uongofu wake, ikawa kama malaika. Sawa? Tungelipenda basi tungekufanyeni malaika. Kila mtu afanye anavyo, manake huwezi hata kuasi, huwezi hata kufanyaje, yani unakwenda remoted kama malaika. Mungu amemuumba malaika, akatuumba na sisi na majini, sawa sawa, na akawaumba wanyama. Tofauti yetu sisi na malaika, sisi Mwenyezi Mungu ametupa kitu kinaitwa kasbu, kuchuma, tunaweza kujichumia. Malaika hana uwezo wa kujichumia.